Na sasa tuzamia hili ambapo familia moja katika eneo la Kiaga, Kirinyaga ya Kati imelazimika kuzika mgomba wa ndizi baada ya mahakama kuzuilia kumzika mpendwa wao muda mfupi baada yao kwenda kutoa mwili wa marehemu kwenye makafani. Familia hiyo ilikuwa imekusanyika katika makafani ya Kibugi eneo la Kutus kuchukua mwili wa Beatrice Nyambura, ila usimamizi wa makafani hiyo ukawafahamisha kwamba kulikuwa na ilani ya mahakama iliyowazuia kuchukua mwili huo. Inasemekana dadake marehemu ndiye aliyefika mahakamani kuzuilia mume wa marehemu pamoja na watoto wake kuendeleza mazishi hayo. Inasemekana pia kabla ya kifo chake marehemu alikuwa ametengana na mumewe. Nyambura alifariki baada ya kuhusika kwenye ajali ya barabarani. Ya kupanga mambo kule Mwea anaitwa Mary. Mary mama yake ndiye aliaga kupitia ajali ya barabara wiki iliyopita. Na wakati aliaga wao kama yeye ndiye mkuu kwa hiyo familia, babake hana uwezo, alituita kama marafiki, na wakati ametuita kama marafiki sisi tukaungana kidogo kubwa tukasema hebu tusaidie Mary. Tulikuwa tumehudhuria wengi sana hata kutoka Nyeri hapa Kiaga pia na wengine wageni wetu kutoka Mwea, na tulikuwa kuzika mke wa brother yangu ama ndugu yangu yule mkubwa, lakini kukatokea jambo lisilo la kawaida, tukakuta court order na tukasimamizwa, tukaambiwa hiyo mazishi yairishwe. Leo hii tulikuwa na ibada ya mazishi hapa nyumbani kwake Steven, mazishi ambayo haikufanyika ni kwa sababu tulipewa court order ambayo iliweza kusimamisha mazishi ya ndugu yetu Steven kuzika mke wake ambaye wamekuwa na yeye wamebarikiwa na watoto, na hii ni kwa sababu kulikuwa na kutoelewana kati yake na wazazi wa mke wake, na kwa hivyo kwa sababu ya lile jambo leo hii tukiwa Kifugi Funeral Home tukaweza kuletewa court order ambayo ilisimamisha mazishi. Haya, kwingineko katibu